Dodoma imeelezwa kuwa matukio ya ukatili dhidi ya wanawake na watoto yanaendelea kuongezeka katika mkoa wa Dodoma, hali inayotia wasiwasi kwa ustawi wa jamii na maendeleo ya kundi hilo nyeti. Hayo yamebainishwa wakati wa uzinduzi wa mpango kazi wa mkoa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto kwa mwaka 2026-27 hadi 2030 uliofanyika katika jiji la Dodoma. Akizungumza na vyombo vya habari katika ofisi yake, mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Stax Nyamule amesema licha ya jitihada mbalimbali zinazofanywa, bado matukio ya ukatili yanaendelea kujitokeza na hata kuongezeka katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Tumeona ongezeko la mambo ya ukatili yakijitokeza. Anasema kila jambo zuri na baya lina ambatana nalo, tabia pia zimekuja mpya za kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana tunashuhudia pia mambo ya ukatili yakiendelea kuwepo. Katika kukabiliana na changamoto hizi, mkoa wa Dodoma kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ulitekeleza mpango kazi wa kwanza wa kitaifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, na sasa tunaendelea kutekeleza mpango kazi wa taifa wa pili ambao umeanza kutekelezwa mwaka 2024-25 mpaka 28-29. Mipango hiyo inaendana na dira ya maendeleo ya taifa, malengo ya maendeleo endelevu 2030 pamoja na ajenda 2063 ya Umoja wa Afrika. Kupitia utekelezaji wa mpango huo au mipango hiyo yote miwili, ya awamu ya kwanza na ya pili, mafanikio makubwa yameweza kupatikana, na nitataja mafanikio machache ambayo tumeweza kuyaona ambayo tunaamini pia yamechangia ukatili, yamepunguza ukatili wa kijinsia. Moja, kuanzisha kamati za ulinzi wa wanawake na watoto kuanzia ngazi za mkoa mpaka mitaa. Tumesikia hapa tunaitwa mtakuwa walitambulishana wengi wa kutoka idara mbalimbali. Sasa hii ni ngazi ya mkoa, lakini kamati hizo ziko mpaka ngazi ya chini. Wanawake wamewezeshwa kiuchumi kupitia mikopo isiyo na riba ya 10%. Wote tunaifahamu mikopo hii pia imeanza kipindi cha miaka michache, hasa kwa ajili ya kupunguza ukatili na kuongeza uwezo wa kiuchumi wa makundi hayo maalum. Ameongeza kuwa uwepo wa madawati ya kijinsia umesaidia kwa kiasi fulani kupunguza vitendo hivyo, sambamba na kuanzishwa kwa huduma ya mkono kwa mkono inayopatikana katika hospitali ya mkoa wa Makole na hospitali ya wilaya Mpwapwa. Jumla ya madawati 8 ya kijinsia na watoto yameanzishwa katika vituo vya polisi kwenye wilaya zote za mkoa wa kipolisi. Sambamba na hayo, vituo 3 vya huduma ya mkono kwa mkono, leo ndio mmejua hili jina, maana ndio one stop centers, vimeanzishwa kwa ajili ya kusaidia waathirika wa ukatili wa kijinsia na watoto. Vituo hivyo viko hospitali ya mkoa, kituo cha afya Makole na hospitali ya wilaya ya Mpwapwa. Pia watu 101 wamepatiwa mafunzo ya kuwa walezi wa kuaminika kwa watoto walio katika mazingira hatarishi. Kwa upande mwingine, kuna jumla ya makao 18 ya watoto yanayotoa huduma ya malezi na ulinzi wa watoto waathirika wa ukatili ndani ya mkoa wa Dodoma. Hatua nyingine muhimu ni mkoa pia kuwa na namba ya kutoa taarifa kwenye matukio ya ukatili ambayo imekuwa ikitangazwa wakati wote na watu wamekuwa wakiitumia. Lakini pia uwekaji wa kamera 106 za CCTV katika barabara kuu jiji la Dodoma, hasa ambazo naamini maeneo yenye taa hata ukatili hauwezi kufanyika. Aidha, Mheshimiwa Nyamule amesisitiza kuwa utekelezaji wa mipango iliyowekwa unahitaji dhamira ya dhati, ushirikiano wa wadau pamoja na matumizi ya mitandao ya kijamii kuwafikia wananchi kwa urahisi zaidi, huku akitoa wito kwa wadau kushirikiana na serikali katika mapambano dhidi ya ukatili huo. Nisisitize kuwa baadhi ya mipango iliyowekwa kwenye mkakati huu si mipya, ni endelevu kutokana na ile iliyokuwekwa. Ili sasa ifanye kazi, inataka dhamira ya watu wanaofanya kazi hiyo, nataka kujituma kwa watu hao, lakini nataka namna mpya ya kuimarisha matumizi ya teknolojia.
hasa tuwafuate watu walipo sasa. Tunafahamu siku tulikuwa tunaambiwa hivi, kwani tunaongea uzalendo, watu wawe wazalendo? Wakasema mnaongelea wapi? Wakasema kwenye vyombo vya habari, TBC, watu wakasema hao mnao wataka wazalendo wanaangalia huko waliko, wafuateni kwenye teknolojia. Kwa hiyo nisisitize pia katika kutekeleza mpango huu tuwafuate watu waliko, wako mitandaoni, wako kwenye Instagram, wako kwenye nini, na sisi twende huko, ndipo tutapokutana nao. Nichukue nafasi hii kusema kuwa utekelezaji wa mpango huu unahitaji ushirikiano wa dhati kutoka kwa wadau wote wa serikali, taasisi zote za serikali, sekta binafsi na jamii kwa ujumla. Hapo tumeona kipengele cha fedha pia. Nitoe wito kwa wadau kuendelea kushirikiana nasi katika kufanikisha mpango kazi huu, ukiwemo utoaji wa rasilimali fedha. Ni wajibu wetu wote kuhakikisha tunachukua hatua madhubuti za kutokomeza vitendo vya ukatili katika maeneo yetu. Hapa nimefurahi kuona wakurugenzi wetu wa halmashauri nasema mzigo mzito mpe Msukuma. Sasa mzigo mzito wape wakurugenzi, maana nyie ndio kila mzigo ni wa kwenu. Muhakikishe mpango kazi huu tunaozindua siku ya leo unatekelezwa katika maeneo yenu. Jambo la msingi ni kushirikisha sekta mbalimbali na wadau ili kufikia malengo yaliyowekwa katika mpango huu. Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii wilaya Bahi Songoro Msongo amesema bado kuna changamoto mbalimbali zinazokwamisha juhudi za kupambana na ukatili, hasa katika maeneo yanayohusu haki za binadamu. Changamoto ambazo ukatili umekuwa ukileteleza ni maeneo hayo ambayo yanagusa haki za binadamu, lakini pia ni sehemu ya changamoto ya kiafya pamoja na maendeleo na makuzi ya watoto pamoja na wanawake na jamii kwa ujumla. Kwa mkoa wetu wa Dodoma, cases ambazo zimeripotiwa kwa mwaka 2022 mpaka 2025 ni kama inavyoonekana. Tuna kesi 16761 ambazo zilikuwa zinagusa ukatili kwa wanawake pamoja na wasichana. Lakini sambamba na hilo, tuna ukatili wa wenza, intimate partner violence, na tunaona tuna asilimia 54 kwa mkoa wetu wa Dodoma. Lakini pia ukatili wa hiyo FGM, female genital mutilation, tuna asilimia 46. Lakini sambamba na hilo, tuna ndoa za utotoni ambayo tunaona ni asilimia 51 ya changamoto ambayo tulionayo. Lakini kama ambavyo tumechelewa kusema awali kwamba ukatili huu unagusa maeneo mbalimbali, maeneo ya afya, elimu, lakini hata maendeleo kwa maana ya ukuaji. Kwa hiyo bado tumeendelea kuwa na changamoto hiyo, na ndiyo ambayo imetusukuma sisi kwenda kwenye mkakati wa pili ambao sasa tukaona tutohoe kutoka kwenye mkakati mkubwa na kutengeneza mkakati ambao utakuwa ni wa mkoa ili kuweza kupunguza hizo changamoto ambazo mkoa imekuwa ikipitia. Kama ambavyo inaonekana hapo, kwa hii ni bajeti kwa kila mwaka kama ambavyo inaonekana hapo 2026 mpaka 2030, na jumla ya bajeti tunataraji kutumia bilioni 142,827,161,535. Hiyo ndio bajeti nzima ambayo tutakwenda kuitumia katika kutekeleza mpango wetu. Sasa bajeti hii itatoka wapi? Kuna shughuli ambazo mkoa imekuwa ikizifanya kama ambavyo tumetangulia kusema, ni kwamba hii ni sehemu ya mpango ambao ulikuwa 2017 mpaka 2024, ambapo ndio tumekwenda kuanza mpango mwingine kwa maana ya mpango wa pili. Kwa hiyo na mpango huu utakwenda kutekeleza kama ambavyo vile ulikuwa ukitekelezwa ule ambao tulimaliza muda wake. Kwa kusema hayo machache, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba kuwasilisha. Asante. Naye afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Dodoma, Olata Michael, amesema mpango huo wa miaka 5 unalenga kuleta mabadiliko